Tunaelekea Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mechi. Unajua game kubwa hii. Na ukizingatia timu yetu tayari ishatangulia na wageni nao wameshaingia pale. Tumejiandaa vizuri kwenda kukabiliana nao. Haitakuwa mechi ya kitoto kama watu wanavyodhani. Sisi tunasikia kwenye radio, tunasikiliza wachambuzi wanaochambua kwenye mitandao, tunaona. Lakini hawajui ari ambayo sisi tunayo na dhamira ambayo sisi tunayo kuelekea mchezo huu. Tutamsurprise kila mtu Afrika hii. Kila mtu Al Ahly tunakutana naye wakati ambapo bado hajafuzu. Umenielewa? Na hizi game za nje ndani zinakuwa ndo mtu anafanya malengo yake hapo. Sisi tutamsurprise National Ahly. Sisi tutamsurprise kila mpenda mpira wa barani Afrika kwamba yeye ana malengo yake na sisi tuna malengo yetu. Na sisi tunataka kuyatimiza malengo yetu sasa hivi. Sio kwa wakati ujao. Tunataka tuyatimize sasa hivi. Tutakapomfunga hapa visiwani Zanzibar ndio atajua kwamba tulikuwa na dhamira gani katika mchezo huu. Godi, kuelekea mchezo wa kesho, tukitazama ubora wa Young Africans pamoja na Al Ahly, ni timu ambazo uwezo kama unakaribiana. Tutarajia mchezo utakuwa namna gani ukilinganisha ina vikosi ambavyo mko navyo? Moja, kwanza mchezo utakuwa mzuri. Utakuwa mchezo wa ushindani kama ambavyo mchezo ulionekana away. Sisi tulionyesha ushindani mkubwa, aina ya magoli yaliyofungwa, kila mpira ameyaona magoli ambayo tumeruhusu. Goli la kwanza lilikuwa ni mistake ya dakika za mwisho, huwezi kumlaumu beki, hauwezi kumlaumu goalkeeper kwenye shambulizi lile. Ilikuwa ni kwamba katudanganya fullback wao, kapiga cross nzuri akafunga goli. Goli la pili tumefanya mistake katikati kwa Mudathiri, haya basi. Ilikuwa ni bahati mbaya kwenye mpira, mistake kama zile zinatokea. Kwa hiyo tumefungwa goli mbili. Kwenye mpira kufungwa goli mbili kwenye mchezo mkubwa kama ule ni kitu cha kawaida. Maana ni kwamba wewe mwenyewe unamweza wewe mtu. Sisi tunaenda Zanzibar pale kesho, itakuwa ni mchezo wa ushindani kama ule wa kwanza. Hautakuwa na unyonge kwamba labda mmoja atafungwa goli 4 bila 5 bila. Hakuna mchezo wa namna hiyo. Mechi itatoka na tutawapa mechi kwa sababu safari hii tuko nyumbani. Tutacheza zaidi kwa kushambulia kuliko kukaba. Kwa sababu kule tulienda tunaminya kidogo space, tunacheza kwenye tahadhari kubwa, lakini sasa hivi tahadhari zitachukuliwa, lakini Ahly watachukua tahadhari kubwa kuliko sisi. Yaani wao watakuwa na tahadhari kubwa kuliko sisi, lakini kubwa kuliko lote ni nafasi kubwa kwa mashabiki wa Yanga. Mashabiki wenzangu wa Young Africans, tunatakiwa twende tukashangilie, twende tukaisupport timu. Bado haijaisha. Tumefungwa mchezo, hatukupoteza malengo yetu. Malengo ilikuwa ni kuingia kwenye hatua ya robo finali. Bado nafasi ipo, tuna alama 4, tuna uwezo wa kushinda mchezo, tukawa na alama 7, tuna uwezo wa kutoa sare, tukawa na alama 5, tuna mchezo mwingine na wale wengine ambao ni wa kawaida zaidi kuliko National Ahly. Kwa hiyo sasa tunacheza na mpinzani mgumu na mchezo utakuwa mgumu na yeyote anaweza kashinda, kina nafasi kubwa ipo kwa Yanga. Godi, dirisha hili dogo mmefanya usajili wa wachezaji mbalimbali ambao wenyewe washaonyesha kwamba ni wachezaji wa aina gani. Hujalizungumzia hilo, hatujaonana tokea mmefanya usajili ule. Kwa wachezaji ambao mmewasajili kwa nyakati hizi, ni wachezaji wa namna gani kwanza katika kikosi cha Young Africans? Kwanza dirisha dogo, alhamdulillah tumeongeza maongezeko makubwa matatu. Yani ni maongezeko fulani madogo kwenye idadi ya wachezaji, lakini ni makubwa kwa maana ya quality ambazo tumeziingiza zimekuja kuleta chachu kwenye timu yetu. Ongezeko kama la Alan Okello. Ukiangalia winga aliyetoka Celestine Ekua alikuwa anacheza nafasi ile na utulivu alionao Alan Okello, namna ambavyo kwenye pressure kubwa na control mali vizuri, anaweza kuingia na ndani na mpira akapiga penetration passes rahisi, yeye anafanya mpira kuwa mwepesi, anatengeneza nafasi nyingi sana akiwa na mpira yeye. Yaani unaona kuna space ya mchezaji wa striker, kuna space ya namba 10, kuna space ya winga namba 11, zinaonekana nafasi za kupiga pasi na yeye jicho hilo analo. Kwa hiyo ongezeko la Alan Okello mmoja ni kama kaja kuongeza kitu kwenye timu yetu, lakini ongezeko la striker kama Depo, unaona kwamba kwenye michezo tu miwili ya ligi kuu kafunga goli 3, kaasisi goli 1, na aina ya magoli aliyofunga pia unaona ni magoli ambayo inahitaji uwe na striker kweli. Kama una striker aina ya Depo huwezi kufunga magoli aina ile. Kwa hiyo ni maongezeko machache lakini yenye tija. Ongezeko la midfield kama Mohamed Damaro ambaye anacheza katikati ya dimba. Sisi tulikosa mtu ambaye anaweza kuwagonga wapinzani, ana uwezo, ana jicho la kuona pasi ndefu na akaipiga ikafika. Yani tupige zile long pass kwenye counter attack, tupige short pass zisizopotea,
wakati mnacheza katikati ya limba, una Duke Abuya ambaye anakimbia eneo kubwa la uwanja. Kwa hiyo unatakiwa uwe na central midfielder ambaye anabaki kwenye eneo lake. Tulikosa mtu aina hiyo, tumempata Mohamed Damaro. Ni maongezeko machache yenye tija ambayo yamekuja kuongeza kitu kwa timu yetu. Sisi tunashukuru Mungu kwamba wachezaji walioingia dirisha dogo wameingia kwenye kikosi cha kwanza na wana perform vizuri. Watakuwa na mwendelezo bora kwenye michezo ya kimataifa. Baada ya huu mchezo wa National Ahli, nadhani kutakuwa hakuna pressure kubwa kwenye michezo inayofuatia. Unaona wanavyocheza kwenye ligi kuu, wanacheza kwenye pressure ya kawaida, wanaonyesha matokeo. Ni kwa sababu kwenye michezo ya kimataifa wameanza na mchezo mkubwa. Kwa sababu wameanza na mchezo mkubwa, tutakapokuja kwenye michezo ya kawaida wataanzia pale juu ambako wameishia kuendelea mbele, watatogea vitu vikubwa zaidi kuliko ambavyo wametogea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nipongeze uongozi kwa namna ambavyo wametulia kufanya usajili huu, tofauti na ukiangalia vilabu vingine ambavyo wameongeza watu na pia bado hawajaweza kuwatumia. Maana yake ni kwamba wameongeza watu ambao hawana nafasi kwenye timu yao. Kuelekea kuwakabili Al Ahly, tuliona taarifa kwamba mchezaji wao Imam Ashur hakusafiri na kutokana na kutovua nidhamu amepigwa faini. Kwenu ina faida kiasi gani? Sisi faida kubwa. Imam Ashur ni mchezaji bora, ni mchezaji ambaye ana mchango mkubwa kwenye timu yao, Hata ukiangalia game ambayo tulipoteza goli 2-0, Imam Ashur aliasisti, lakini pia alicheza kwenye kiwango kikubwa. Kumkosa kwenye mchezo huu inatupunguzia sisi ghadhabu, inatupunguzia namna ambavyo kuongeza umakini kwa kila mchezaji. Manake sasa hivi focus itaenda kwa Trezeguet, kwa kina Zezu, tofauti na Imam Ashur akiwemo uwanjani. Inawezekana Imam Ashur ana kiwango kizuri kuliko hata Trezeguet. Umeelewa? Kwa hiyo kukosekana kwenye mchezo huu sisi kwetu ni kitu kingine cha furaha, lakini wala haipunguzi kwamba hata angekuepo kwenye mchezo huu bado sisi tulikuwa na nafasi ya kuwafunga. Yaani hata kama yeye angekuja na kama wana uwezo National Ahli wampigie simu mchezaji wao aje. Yaani sisi hatuna msalie mtume kwenye mchezo huu. Sio tu Imam Ashur. Yaani kama wana uwezo kumpigia hata Mo Salah aje wasaidie, wampigie. Kitu ambacho naweza kukuhakikishia kwenye mchezo huu wa Zanzibar, kama National Ahli wana uwezo kumpigia simu Mo Salah aje, wampigie haraka iwezekanavyo. Kama Imam Ashur ameshindikana, wampigia hata Mo Salah aje waokoe. Hii ni Guantanamo Bay. Vita yake sio ndogo. Tutawafunga. Hatuna kona wala nini. Hamna bla bla shekhi. Kufungwa ni jambo la lazima kwa National Ahli Zanzibar. Godi, kuelekea mchezo huo sasa, Young Africans kupata matokeo ya point 3 kwa Ahli kwa siku za karibuni hatujaiona. Tutarajie pengine Guantanamo pale matokeo na historia inaenda kuandikwa wa Young Africans kupata point 3 dhidi ya Ahli. Ndio ilivyo, historia zipo kwa ajili ya kuvunjwa na kuandikwa. Kuna watu uliona wamecheza CAF Champions League hawakuwahi kupoteza michezo 3 mfululizo, lakini kwenye msimu huu wamepoteza, si ndio? Yani ziko records kwa ajili ya kuvunjwa. Hatujamfunga National Ahli nyumbani muda mrefu. Nadhani mara ya mwisho ilikuwa ni ile akina Nadir Albo Cannavaro, si ndio? Lakini haipingiki kwamba tuna uwezo wa kumfunga na tukaandika historia nyingine mpya. Namba zinaongea, Yanga tuko vizuri na timu yetu kwenye grafu haipandi na kushuka. Timu yetu kwenye grafu inapanda kila siku. Sisi tunawakaribia kwenye daraja lao. Lakini hata Real Madrid juzi wakati anacheza na FC Porto na Benfica, wakati Madrid anacheza na Benfica, watu wote walijua records zinasema Madrid anamfunga Benfica kila siku. Lakini mwisho siku apoteza mchezo. Kwa hiyo records ziko kwa ajili ya kuvunjwa na tutaivunja record ya kumfunga National Ahli nyumbani. Tena sio kwa goli moja. Tutaivunja kuanzia goli 2. Ahli mechi sio tu tunamfunga moja, tutamfunga kepu safi. Kwa hiyo wewe unaweza kubashiri, nenda kabashiri. Lakini kepu ipo. Ahli anakufa kepu safi na rekodi mpya itaandikwa ndani ya katika vitabu vya CAF. Godi, msimu huu Tanzania tumeingiza timu 4 katika mashindano ya kimataifa, ikiwa timu 2 katika klabu bingwa na 2 shirikisho. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza timu 3 zina point katika makundi yao ikiwa mmeshacheza raundi ya kwanza. Je, kwa namna unavyoitazama watani wenu ambao mpaka sasa hawana point yoyote, wabakisha pointi 9 tu mzunguko wa pili, unavyoiona ile timu, unawezekana wao kupata zile pointi zote 9? Wale safari hawana, wale ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Simba wala usiwape matumaini ukaanza kuwapa moyo. Wenyewe timu lao wameliona na hata maongezeko yao. Ukimwangalia ule Aura ni kama kibisawala tu.
mchezaji ambaye anapiga chenga nyingi, finishing yake hakuna chochote, yani hana mchango. Mpaka sasa hivi jana chenga 10, no assist, no goli. Yani kamkumbe tu. Yule mwingine ukimwangaza kama Selebwenzi. Tena hata Selebwenzi ana kiwango kikubwa. Yule Gwe, mchukue Selebwenzi, yule Selebwenzi wa Mashujaa, mtie pale kwa yule jamaa Gwe. Selebwenzi atacheza kwenye kiwango kikubwa kuliko yule Gwe. Wana performance nzuri. Kwa hiyo kitu kikubwa unachotakiwa kuzingatia, Simba muondoe kwenye nafasi hiyo ya kwamba ataweza kupiga hatua nyingine. Mtu mwingine ambaye nakwambia usimpigie mahesabu, kundi la Singida limekaa vibaya kwa Singida Black Stars. Kidogo najiona mimi na Azam anapaswa kushinda mchezo wake na Nairobi hapa, akimaliza hapo ashinde mchezo mwingine mmoja kati ya wale wengine wakubwa, achane na Wydad. Wydad asijipige mahesabu, amfunge tu ule Mkongomani. Akija na Mkongomani hapa mkanyage, achukue na hizi za Nairobi zote 6, anao uwezo wa kutoboa. Kwenye timu mbili naamini Yanga, Azam FC wanaweza kusonga kwenye hatua ya robo finali. Aina ya wachezaji ambao wamesajiliwa Simba pale, tumemtazama, wameleta na yule mchezaji wao ambao wanasema ni mchezaji wa Jairut ambaye aliahidi kumleta, lakini katika siku ameingia mkataba Jairut alisema kwamba mchezaji ambaye atamleta atapendekezwa na mashabiki ambao mchezaji wanampenda. Unadhani yule mchezaji alipendekezwa na mashabiki? Nikwambie kitu kimoja, mimi ndio maana nawakataga Simba sio timu ya mpira. Timu ya mpira wa miguu haiwezi kawa mchezaji mmoja anasajiliwa na kiongozi muuza jezi, mchezaji mmoja anasajiliwa mashabiki wampitishe, mchezaji mwingine asajiliwe na bosi, mchezaji mwingine asajiliwe na mwenyekiti. Hakuna football ya namna hiyo, hakuna. Yaani kama unaweza kunitajia hiyo timu, mtaji yetu, lakini ni madunduka pekee ndio wana uwezo wa kufanya hivyo. Yale ya Okelo kwamba walienda wanataka na chajio. Yani football haiko hivyo. Kwa kama kuna mchezaji analipwa na Jairut analipwa hela nyingi, mchezaji analipwa na Mangungu analipwa hela ndogo, ushirikiano wao ukoje kiwanjani? Yani hainishtui kuona ni timu mbovu yenye matabaka. Timu yao tatizo kubwa ni matabaka. Kama kuna mchezaji anasajiliwa na Jairut muuza jezi, kuna mchezaji anasajiliwa na Mangungu, kuna mchezaji anasajiliwa mashabiki wampitishe, kuna mchezaji anabidi asajiliwe na magoli. Sasa hiyo timu shekhe, mchezaji mmoja alipwa na yule mwingine, kwa hata kukaa kambi, mwingine inabidi akae kwa magoli, mwingine akae kwa Jairut, mwingine. Sasa hiyo timu shekhe, hiyo si ndondo hiyo. Ile timu inastahili kucheza ndondo, sio ligi tena. Kama timu inaweza ikawa na matabaka ya kiusajili, sisi timu yetu anayesajili ni Engineer Hersi Ali Said. Umeelewa? Rais wa klabu ya Yanga. Wachezaji wote wanaokuja Yanga wanaamini tajiri wao namba 1 ni Engineer Hersi Ali Said, bosi wao kabisa Khalid Said Mohamed. Si umeelewa? Hiyo Yanga Afrika inaongozwa na rais wa klabu. Lakini wewe timu yako kamkumbe Jairut anasema mchezaji wangu leo si perform. Akija mwenyekiti Muktaza anasema wachezaji wangu leo wale kule wamepewa posho. Wewe hujapewa posho, wewe usicheze kwenye kiwango. Hauwezi kupata timu bora hapo. Hiyo ni timu kamkumbe ndio inaweza kuendeshwa na mimi. Ninasikitika na niwaonee huruma kwamba mashabiki wa Simba wana maamuzi. Hawajui timu amemkabidhi nani mpaka leo. Kama timu inaweza ikawa Jairut kasajili mchezaji kamleta kwa ndondo, hiyo ni ndondo. Naiona kabisa ndondo. Mbagala Market naiona ndondo, sijui wale Kauzu FC ndio naiona mimi ndondo, Hispaniola sijui hivyo. Yani uwezo kana timu kila mtu anajisajilia tu. Kwa hiyo Simba sasa hivi hata Kisugu anaweza akasajili akaleta mchezaji amlipe mshahara. Kikubwa amempenda. Kikubwa amempenda Kisugu. Si ndio hivyo? Mashabiki nao bado mchezaji kipenzi wa mashabiki. Kwa hiyo wanategemea shetani wa Simba aende akaangalie mchezaji, akimuona amemkubali, shetani wa Simba aseme hii mali iletwe Simba. Kwa hata kimuona Kingwendu fresh, ina timu hakuna bado. Godi, zungumza na mashabiki kuelekea mchezo wenu wa kesho, waite na uzungumza nalo lolote ambalo pengine ulitamani kushana. Sitamani kuona kiwanja cha New Amani Complex kikiwa hakijajaa. Kila mshabiki wa Yanga anapaswa kujua huu ni mchezo mkubwa na nguvu yake inahitajika kiwanjani. Kuna nguvu ya Pakome, kuna nguvu ya Depu, lakini kuna nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki ni kubwa kuliko kitu chochote unachokijua kiwanjani. Sisi ndio tuna uwezo wa kumprovoke refa,
tunao uwezo wa kumprovoke mchezaji akimbie, tunao uwezo huo sisi mashabiki. Unapoambiwa shabiki ni mchezaji wa 12 na ndio mchezaji mkubwa kuliko mwingine, maana yake ni kwamba kelele zetu za kusema hiyo ni faulo, hiyo ni kadi, hapo kimbia, ni sisi kumkumbusha goalkeeper, ni sisi ndio tuna majukumu hayo. Kila mshabiki wa Yanga ajue kwamba mchezo mkubwa na huu ni mchezo wa nyumbani. Kilicholetwa hapa ni sisi mashabiki kuucheza mchezo huu. Asante. Shukrani.